Karibuni sana Uraira. Shukran sana. Wanapatikana kama official Uraira kwenye Instagram na mitandao mingine. Utaratibu wao wa kutoa album mara kwa mara, lakini album ya mwaka 2024 inatoka 25, album ya mwaka 2025 itatoka 26, na ni utaratibu ambao mmejipangia. Bila shaka sisi tumejipangia utaratibu huu wa kutoa album zetu ambazo tumekuwa tukizifanya kwenye matoleo ya mwaka uliopita. Kwa maana kwa mwaka huu wote ziko tracks ambazo tunaziandaa, tunazifanyia mazoezi, lakini pia tunazirekodi. Kwa tracks hizi zote huwa tunazikusanya kwenye version moja ambayo tunaitoa mwaka unaofuata. Kimsingi huwa tunatoa mwisho wa mwaka, lakini ni albamu ambayo au tracks ambazo tunatarajia zisikilizwe kwa mwaka unaofuata, na kwa sababu tuna tracks nyingi zisizopungua 15, wakati mwingine 17, 18. Kwa hiyo ni tracks ambazo hata tukizigawa kwa kila mwezi, bado kila mwezi itasikilizwa moja na bado zitabaki. Sawa. Mtu akitokea tu akauliza Uraira ni kina nani? Uraira Classic ni group ya kasida. Ndiyo. Ambayo ina waimbaji, lakini pia ina wapiga vyombo, ina viongozi, ina watu mbalimbali ambao wamekusanywa kwenye Uraira Classic kwa ajili ya kuhakikisha tunaihudumia jamii. Ndiyo. Na kuihudumia jamii kwa maana kwenye mambo ya halal. Ndiyo. Kwenye mambo ambayo yanampendeza Mungu, lakini pia aliyoyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kuhakikisha kwamba watu wanapata mbadala wa vitu kupitia kwenye burudani. Ndiyo. Kwa maana sisi tunafanya burudani, mfano wa burudani ambazo zinazofanywa na watu wengine kwenye mambo ambayo tunahisi hayako sawa, muziki wa kidunia muziki wa kidunia. Kwa hiyo sisi tunawapa watu wetu au jamii yetu kitu kama kile, lakini kwenye muundo mzuri wa halal, maneno mazuri, lakini pia wakiwa kwenye vitu ambavyo havitamuudhi Mungu. Sawa. Nadhani umeeleweka vizuri. Na vipi kuhusiana na mavazi? Kwa watu wa kike mara nyingi napowaona wamejistili na nini, tunaamini ama watu wengi huamini pia kuwa ukiimba kaswida ama ukiwa unazungumzia vitu ambavyo vinampendeza Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mavazi kama kanzu, kofia ndio huwa mnavaa. Lakini mara zote naona mmekula zenu tai, kuna fashion fulani vya kiofisa. Hii imekaaje? Sisi kwanza tumeamua kujitofautisha, kujiweka tofauti kwa sababu tumeamua kuihudumia jamii. Ndiyo. Na jamii haichagui. Ndiyo. Kwa hiyo mavazi yetu hayachagui moja kwa moja kwamba yani mavazi ya Kiarabu au ya Kizungu au ya nini, kwa maana sisi tuko kwenye mavazi ya kijamii. Hapa tulipo tunaingia kokote. Tunaingia msikitini, tunaingia kwenye maukumbi, tunaingia kwenye ofisi, tunaingia kokote. Kwa hiyo sisi tumeamua kuwa kwenye mfumo huu, na kwa sababu nembo yetu nasema Uraira Classic, kwa maana tuko kwenye klasi yetu ambayo sisi tumejitengenezea, lakini tukiwa kwenye stara, tukiwa kwenye mavazi mazuri ambayo watu wakiaona tu wanapendeza. Lakini pia yote kwa yote sisi ni vijana, lazima tunyuke kidogo, ule tai sio una kanzu tu muda wote, hapana. Sawa. Uraira Classic ina member wangapi kwa ujumla? Uraira Classic ina members takriban 12 mpaka 15. Kwa maana waimbaji takriban 7, lakini pia ndani ya Uraira Classic kuna viongozi, ndani ya Uraira Classic kuna wapiga vyombo, ndani ya Uraira Classic kuna mafundi, ndani ya Uraira Classic kuna managers. Kwa hiyo tuko kiasi watu 15, lakini pia tunayo timu zaidi ya watu 20 ambayo inafanya kazi nasi kupitia brand yetu ya Baitul Halal, ambayo huwa tunafanya events mbalimbali za kasida na kadhalika. Hapo kwenye idadi ya member wa timu ya Uraira Classic, wewe kama CEO, kuna vigezo gani na masharti ili mtu awe miongoni mwa timu hiyo? Kwa maana ya kwamba kuna mtu anaweza kuwa anatutazama sasa hivi, mwingine anatusikiliza na anatamani pia kuwa moja ya timu ya Uraira Classic. Anapataje hiyo nafasi, au kuna vigezo gani anatakiwa vifuate? Sisi vigezo vyetu wala si vingi. Kwanza kuwa na heshima,
lakini pia kuwa na nidhamu. Na nidhamu ni ya mtu mwenyewe. Unajua nidhamu ni mtu mwenyewe namna alivyo. Lakini pia heshima ni namna ambavyo mtu anapia kwa watu. Ndio. Ile heshima yake kwa watu wanaomzunguka. Mwisho kabisa ni kuimba. Yani ile talanta ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo talanta haiwezi ikachukua nafasi kubwa kama hivi vitu viwili vya mwanzo. Kwa maana talanta tunaweza tukairekebisha, lakini nidhamu, tabia hatuwezi kubadilisha. Lakini pia tunatazama mahitaji yetu. Kama hatuna mahitaji, basi tuliopo ni jeshi tosha. Sawa. Wamekuja wengi huko ndani, tuanzia kulia kwenda kushoto. Au tuanzia kushoto kwenda kulia? Kulia tayari. Tuanzie wapi? Kokote. Ukianza kushoto kwako wewe ni kushoto, ukianza kulia kwako wewe ni kulia. Kwa kokote. Tuanze hapa kwa bwana anaonekana mdogo kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Rahim Ramadhani. Ndio. Ila kwa jina la usanii ni Ramzi. Ramzi. Una umri gani? Na umri wa miaka 15. Kana mdogo kabisa. Ndio. Na ilikuwa ngumu kwa wazazi kuruhusu wewe kujiunga na Uraila? Haikuwa ngumu sana. Uraila wanapigia shows kibao sasa, hususan pale makumbusho. Wanapaita makumbusho, si ndio? Village ya taifa, yes. Mara zote wanafanya pale, na kuna muda either unakuwa shule na nini. Wewe una balance vipi muda wako? Mara nyingi shows zinafanyaga yani Idi, yani zinakuwa labda siku zile za likizo. Okay. Na kama Idi pia kuna show utazungumza pia. Asalamu alaykum dada hapo. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndio wewe wakuitwa? Misle. Nani? Misle. Mashaallah. Karibu bana kwenye Nipe Tano. Shukrani. Sawa. Wewe pia ulijiunga vipi na timu? Mimi ni kama huyo tu. Naye ulipenda pia kutoa dawa. Okay, changamoto yote labda pia kuzuiliwa au hiyo muziki na nini kwa wazazi? Hapana, kwa sababu mimi mwenyewe najielewa na pia wazazi wangu wanajua kwamba huyu mtoto wetu yuko hivi. Kaka vipi bana? Kheri kabisa. Kwema kabisa. Wakumbushe watu jina lako bana. Naitwa Salum Ahmad. Ila jina la usanii Salum Toto. Salum Toto. Ndio. Nakumbuka hilo jina bana. Tuko vizuri? Kheri kabisa. Mambo yanasemaje? Njema kabisa. Watu wanapata dawa? Yeah, of course wanapata kile ambacho wao pia ambacho kwamba yani ni kikubwa zaidi wanachotegemea wao. Kwa sababu wanaburudika. Ndio. Pia tunawaasa hapo pia tunakuwaelimisha. Ndio. Kwa maana ni zaidi ya matarajio yao. Sawa. Hapa unaona Uraila wako 4, si ndio? Uraila class, ila wako zaidi ya 20 kama alivyosema. Na waimbaji wako wengi pia, so studio tuongekuja wote hapa kama isingetosha hivi, si ndio? Kabisa. Sawa, umekuja na keyboard hapo, si ndio? Yes. Tuweza tukafanya kitu bila shaka. Kabla tujaendelea pia. Bila shaka. Haya. Semana shida zako, kwani si peke yako. Ubaya wa matatizo yako ukupeleka kwa adui yako. Semana shida zako, shida si peke yako. Ubaya wa matatizo kupeleka kwa adui yako. Shida vumilia, zitakoma na kwambia.
shida shida vumilia, zitakoma na kwambia. Ubaya wa shida una kawaida ya kukupeleka kwa adui zako. Ubaya wa shida una kawaida ya kunyenyekea wabaya wako. Ubaya wa shida una kawaida ya kukupeleka kwa adui zako. Ubaya wa shida una kawaida ya kunyenyekea wabaya wako. Huo ndo ubaya wa shida. Ubaya wa shida unakupelekea hadi kwa maadui zako. Tungo nzuri kabisa. Kawaida shida huwa zina mtindo wa kukupeleka kwa wale ambao walikukosea, wale maadui zako. Yani ukiwa hujasema na shida zako, yani wanasema hujakaza, ndio unaweza ukajikuta unakwenda kwa ex wako. Boss ndo ex wako, ndo mwenye kampuni. Ukienda na wewe basi unakuwa tena. Kwa hiyo unatakiwa useme nazo zile shida zako, ili wale wabaya wako usiwe tena nao karibu yako. Na hiyo ni kawaida kwa binadamu kwamba unapoachana na mtu unapoendelea maisha yako umuombei mema hata siku moja. Ili kusudi aseme umeachana na mimi, hamna ulichokifanya, unajiona. Sasa leo itokee umeachana na mtu, umeenda umehangaika, umepata shida, alafu umerudi kwake anajiona ni mshindi. Kwa hiyo ndo shida inakupelekea hata kwa adui yako, sababu kuachana kwa ubaya na nini, hata kwa uzuri biza alikuwa kuna kuachana kwa uzuri kabisa, inatokea unabidi urudi tena kwa adui yako. So yeah, ni wimbo mzuri. Unapatikana pia kwenye album. Huu unapatikana kwenye album ya 2023. Yes. Album ngapi tayari zipo? Album 4. Yes, ya 2021 The Voice of Halal 2022, The Voice of Halal 2023 na hii mpya 2024. Kwa jina linabaki Voice of Halal. Yes. Ila mwaka ndo unakuwa tofauti, unabadilika. Yes, kwa maana tumezipa hayo matoleo, kwa maana kuna toleo la 2021, 2022, 2023, 2024, itakuja 2025 kama nilivyosema hapo. Sasa na mnauza album ama kuna namna mtu anaweza kuipata na kusikiliza? Yes, tunauza. Tunaziuza kwenye njia 3 ambazo njia ya kwanza ni njia ya flash disk. Yes, kwa maana tunaziuza moja kwa moja kwetu, ofisini kwetu. Lakini pia tunaziuza kwa njia ya WhatsApp wanaohitaji kwenye simu zao. Tunaziuza kwa njia ya WhatsApp walokuwa ndani ya nchi, walokuwa mikoani, walokuwa nje ya nchi, wanazipata album zetu. Lakini pia tunaziuza kwenye mifumo ya headphones, tunaziuza kwenye mifumo ya Bluetooth speakers na kadhalika. Sawa, kama unahitaji album kupitia Instagram cheki kama official_Huraila unaweza ku DM na ukapata hiyo album. Sawa. Na nimeona ukiwa unafanya shows mbalimbali na kama hapo tulivyosema makumbusho ya taifa. Deo. Na wateja wako wengi huwa ni kina nani? Wateja wetu wengi kwanza ni jamii. Jamii inayotuzunguka, lakini 80% ya wateja wetu kama sio 90 ni ya wanawake na kina mama. Ndio. Kwa maana rika la kuanzia hapo miaka 15, 16 mpaka miaka 40 hapo 50 ndio watu ambao ni wateja wetu wakubwa, kwa sababu pia mfumo wetu flavors zetu ziko zaidi kwenye vijana, yani kwenye umri huo ambao watu wanaweza wakasikiliza maneno mazuri na wakaenjoy. Kwa hiyo ni wakina mama, lakini pia na wakina baba wapo Waislamu, wako wasiokuwa Waislamu, wako Wakristo. Wateja wetu wengi sana wanakuja kwenye events zetu na wakusikiliza pia kazi zetu. Sawa, na unafanya show pia. Mnafanya show nje ya nchi pia? Nje ya nchi bila shaka. Nchi gani ambapo mlifanya show kubwa na mkuwahi kutegemea kama watu watawapokea hivyo, aidha kuwajua ama uitikio wa watu pia kwenye hiyo nchi husika? Tumefanya show Kenya, tumefanya show hapa mikoani, lakini pia tumefanya show Qatar, na hivi karibuni tutakuwa na show pia nje ya nchi, na watu inshallah watarajie mambo mazuri huko tunapokwenda na huko tunapotoka pia. Si ndio? Sawa.
Idi kama alivyosema kijana hapo akasema kuwa show zenu huwa mnafanya kwenye Idi. Ndio. Idi imetuandalia nini? Idi hii tumeandaa marashi ya roho. Ndio. Tumeandaa marashi ya roho, fusho kila pahala. Hatari hiyo. Au mambo ya pwani Tanga hiyo, Zanzibar nini? Bana mimi sitaki kuzungumzia sana haya mambo ya marashi ya roho kwa sababu kila mmoja anajua marashi namna yalivyo, yanavonukia, yanavoipamba nyumba. Bana kila mmoja anaelewa namna, kwa sababu kila mmoja anahitaji kunukia. Ndio. Kila mmoja anataka hata asiponukia akae karibu na mtu anayenukia yale mafusho kwa hiyo naye atanukia bila shaka. Kwa hiyo sisi namna tunavyoiandaa Idi yetu ni kwa namna ya mafusho, kwa sababu Idi yenyewe inataka vitu vizuri. Idi inataka watu wapendeze, wanukie. Kwa hiyo sisi tumewaandalia sehemu ambayo watu watapata kunukia, na sio tu kunukia, tutadili na roho zao, kwa maana tutatia marashi kwenye roho zao. Lakini pia fusho hilo halitakuwa tu kwenye roho zao au pale ukumbini, kila pahala litakuwa ili fusho. Watu watapata ili fusho kila pahala, hata asiyekuja litampata. Na jinsi ambavyo mnatoa dawa ama jinsi mnavyoimba, nadhani hii haichagui dini, haichagui kabila, haichagui umri pia labda haichagui. So mtu yoyote anaweza kufika, mtu yoyote. Idi mosi, Idi pili tunafanya Idi pili inshallah. Idi pili ndio siku ya marashi ya roho. Hatari hiyo. Idi pili watu wanatoka kwa ajili ya kuja kwenye fusho kila pahala. Watu watakuja kusikiliza burudani safi za halal pale kwenye jukwaa la makumbusho ya taifa Posta, kwa sababu tunaamini hatujawahi kuangusha kwenye matoleo yetu yote tunayoyafanya. Hapo tuliyofanya nyuma, lakini pia na tunaujua uzito wa Idi. Sisi tunajua uzito wa Idi kwa sababu Idi ina mitoko mingi. Yani ina machaguzi mengi. Yani wewe unaweza unachagua tu, kila mtu analo, kila mtu anafanya, kila mtu kuna kiwanja fulani, kuna mtoko sehemu fulani, kuna bichi wapi, unaelewa? Watu kalebata huko. Kwa hiyo sisi tunaelewa uzito wa Idi, tunaelewa uzito wa namna ya thamani ya mtoko wa mtu kwenye Idi, kwa sababu ukimharibia siku yake ujue hawezi kuirudisha tena ile Idi, itakuwa imeshapita. Kwa hiyo sisi tunawahamasisha watu kuja kwenye marashi ya roho ili waje kuenjoy na kuexperience ladha safi ya halal kutoka kwenye marashi ya roho ndani ya Baitul Halal. Hatari kabisa. Voice of Halali, kwa anayesikiliza anaweza kuwa afahamu. Mimi binafsi nafahamu nini maana ya Voice of Halali. Maana yake ni nini? Asikie kutoka kwenye kinywa chako. Voice of Halal kimaana ni sauti za halal. Lakini kwetu sisi tumeiweka Voice of Halal kama sehemu ya tuseme kimbilio letu, lakini pia sehemu ambayo tunaweza tukawalingania watu wengine, waimbaji wa sehemu zingine, wakaja kutumia fursa hii ya kuzitumia sauti zao kwenye njia ya halal. Lakini pia ni title ya album yetu ambayo tumekuwa tukiifanya, kama tulivyosema, tumekuwa tukiifanya kwenye matoleo ya kila mwaka ambayo tunatoa kwenye matoleo tofauti. Kwa hiyo Voice of Halal ni sauti za halal, lakini pia ni sauti ambazo zinawalingania watu, waimbaji wa muziki, waimbaji wa tarab, waimbaji wa dance, waimbaji wa sehemu tofauti kuja kushiriki kwenye upande wa Mungu wao, kwa maana na wao sauti zao zinatakiwa kwenye mambo ya halal. Kuna wengine hawawezi kusikiliza muziki mingine na wanawapenda hawa wasanii, sio kwamba hatusikilizi, yani sio kama hatusikii. Wajua utake usitake utasikia tu sauti zao. Kwa hiyo nasi tunawapenda, au wapenzi wanapenda pia kusikia sauti zao, lakini hawawezi kusikiliza wala hawawezi kwenda. Kwa hiyo tunawalingania kuja huku kusikilizishwa sauti zao, ili wapenzi na watu wa halal wakapata kuzisikiliza sauti zao zikimuimbia Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ikitokea msanii kama Mbosso au Lavalava au Mario anataka kolabo na Uraila Classic, bila shaka mtaweza kufanya naye? Tunafanya naye bila shaka. Sisi kazi yetu ni kulingania, sisi kazi yetu ni dawa. Tulishafanya na wasanii wakubwa kama nani?
tushafanya na Bisabaha. Okay, Bisabaha Salum Muchacho. Yeah, okay. Tumefanya na Khadija Yusuf. Tumefanya na Yami. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni kulingania. Sisi kazi yetu, muziki wetu wa halal flavor, watu wakausikia, ukapenya kwenye masikio ya watu, ukapenya kwenye medias, ukapenya kwenye maisha ya watu. Kwa hiyo wao wanavyokuja kwetu, wakija wasanii hao, sisi tunawakaribisha, tutaimba nao Mungu anasema nini, kwa sababu na wao upande wa pili wanaye Mungu. Alishawahi kuja msanii yote wa kizazi kipya Bongo Flava na kutaka kufanya ngoma na nyinyi? Bila shaka. Alikuja nani? Sitaki kummention. Mkamkatama wako wengi. Sisi hatufanyi au alichotaka yani sisi wajua tunafanya halal flavors na tunapenda muziki wetu utambulike kwa title hiyo, kwa maana tunafanya vitu ambavyo Mungu ametuamrisha. Tunafanya kwa ajili ya watu kupata ladha nyingine ya music. Kwa hiyo sisi sio kwenda kwenye music, kwa sababu sisi kwenda kwenye muziki mingine ni sawasawa na kuingia kwenye, yani ni sawasawa na dagaa kuingia kwenye bahari. Umeelewa? Yani mule kwenye bahari kuna samaki wengi mno, kuna dagaa wengi, yani hata kuwa mboga tu. Lakini kwenye upande wetu yani ni sawasawa na samaki umtoe baharini umlete nchi kavu. Kwa maana wao wakitoka kule kuja kwetu ni sehemu sahihi, kwa sababu watu watawasikiliza zaidi na sisi tutasikilizwa zaidi kupitia muziki wetu kuliko sisi tukaenda kuimba sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi tunawakaribisha watu kwenye halal flavors waje waimbe. Kwa hiyo tunawakaribisha waimbaji wazuri na wako waimbaji wazuri kina Mbosso, ni waimbaji wazuri, kina Asle au kina Lavalava, wako waimbaji wengi, kina Zuchu, wako waimbaji wengi ambao wanaweza wakafanya muziki wetu wa kasida na watu wakawasikiliza pia. Okay, hivi kasida kuna rapa? Wako na rap, wana rap, yes. Na kacheka. Uraira Classic yupo? Uraira Classic hatuna rapa. Amjawaza kuwa na rapa mmoja? Yes, hapana. Piga kama hii Riziki Mungu kapanga. Sisi hatuna. Kwa sababu tulioko wengi tunajiweza kwenye sauti. Yani hasa mnaongeza ladha, kwa sababu muziki mingi dance kuna rapa, unasikia hii na rapa labda pia kwenye kaswida. Inshallah tutafikiria, lakini kwetu sisi tuna yani 100% tunao waimbaji wazuri ambao wanakonga nyoyo za watu. Au mnawishi kufanya show mbele ya nani? Sisi tunawish kufanya show, kwanza tunawish tufanye show mbele ya hadhira kubwa. Okay. Kwanza mbele ya hadhira ambayo tutaipata kwa wakati mmoja na kuwawasilishia kile tulichonacho. Hadhira kubwa, yani namaanisha watu wengi kwenye show za viwanjani. Unajua tunafanya show za kwenye kumbi. Kwa maana tunatarajia siku moja tufanye kwenye show za viwanjani ambapo kuna watu pale takriban 15,000, 20,000, 30,000 hadi 60,000 kama tumeona Al-Hikma ile mashine. Tayeb. Kwa maana watu wengi wako pale wanawasikiliza ninyi, wanaburudika na kufurahi. Kwa hiyo tunawishi siku moja tufanye kwenye kadamnasi ya watu wengi, lakini pia tufanye kwenye mbele ya watu wakubwa. Japo tumefanya mbele ya viongozi wengi wa hapa nchini kwetu na ni wakubwa kiwemo rais, mawaziri na kadhalika, lakini tunawishi siku moja tufanye kwenye hadhira kubwa, lakini pia tufanye nje ya nchi ambazo zitakuwa ni show kubwa na hadhira kubwa pia. Sawa. Wanaitwa Uraira Classic. Tunamaliza na nini? Ona kama hiyo mtu ana rap kabisa huko. Hey.
yatamani mauti, yatamani mauti. Kama ni mkweli tamani mauti. Ama kwa hakika kama ni mkweli basi we tamani mauti. Bana, hizi ngoma bana kuna namna zinatibu. Yani kuna dawa inapatikana, unasafiri kihisia, unajua. Hatari sana. Kaimba bidada nani? Mithle. Hatari kabisa. Sasa hivi ndio tunavyokuwa tunamaliza. Ulitumia muda gani kujifunza kupiga kinanda? Muda mrefu sana, toka ningali mdogo. Wajua tunaenda mazoezini, kipo kinanda, tunapiga hivyo mpaka mnafundishwa, mpaka ile bado tunaendelea kusoma. Na bendi yenu inahitaji kinanda tu malize kila kitu? Bendi yetu kwa uchache inahitaji kinanda, lakini tuna keyboard, tuna violin, tuna nai, aude, tabla, konga, na vitu vingi, lakini kwa uchache tupate keyboard. Yani tukipata keyboard kila kitu kinakwenda. Na wewe ndo mpigaji keyboard wale, una kodi zote na unawasha, unanyonga. Bana, mimi nashukuru sana kwa kuja, na hakika umezungumza vizuri sana, na hopefully watu watakuja siku ya tukio kuwaona live na pia kuenjoy dawa ambazo mnazitoa. Mwenyezi Mungu awalinganie, muendelee kuokoa pia vizazi na vizazi waendelee kupata dawa ili tuwe na vizazi bora baadaye, si ndio? Basi inshallah panapo majaliwa Mwenyezi Mungu akitujalia afya tutafika hapo, si ndio? Bana, asanteni sana ndugu zangu, na natakia kila heri kwenye safari yenu ya kutoa dawa, si ndio? Inshallah. Haya bana. Unaangalia Nipe Tano na Khalid Gangana.